Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana. Sasa leo nimependa ni share na nyie story moja hivi. Kulikuwa kuna mfugaji mmoja, yeye alikuwa ananiambia ni wa Arusha, alinipigia simu baada ya kukutana na hizi posti zetu ku YouTube. Akanipigia simu akawa ananiambia, kwani ugonjwa wa typhoid huu una tatizo gani? Mbona ametibia kwa tiba nyingi lakini hajafanikiwa. Nikamuuliza ni tiba gani ambazo umezitumia, akanitajia pale, akanitajia tiba nyingi sana. Alinitajia tiba kama aina 4. Akanambia ametibu lakini kila akipeleka kuku wake maabara anaambiwa kuku wana typhoid. Yaani kabla wanaumwa aliwapeleka akaambiwa kuku wale wana typhoid, akaanza kuwatibia, akawatibia, akawa wanamwambia bado wale kuku wana typhoid. Wanamuelekeza dawa, wanamuandikia pale, akitoka pale anaandikiwa kanunue dawa fulani, ananunua, anawapa. Lakini mwisho wa siku kuku wanaendelea kufa, hawachangamki. Akawa anapeleka tena, wanamwambia lele tuangalie, anapeleka. Basi wanamwambia tena hawa kuku wana typhoid. Baadaye akabadilisha, akawa anaenda kwa wataalamu wengine wa afya ya mifugo. Kwa hiyo akawa anawapelekea nao, wakawa wanamwambia hawa kuku wana typhoid, wanampa dawa. Mwisho wa siku akajikuta ametumia gharama kubwa, anakwambia alitumia gharama ya zaidi ya 100,000 kununua dawa za typhoid na hakufanikiwa. Kwa hiyo alikuja kunipigia simu mimi ikiwa yuko kwenye stage ya mwisho kabisa ya kukata tamaa. Yaani kwenye stage ya mwisho kabisa ya kukata tamaa. Nikamwambia typhoid kwa tiba za dukani kwa 90% huwa hazifanyi vizuri. Yaani kama wewe ni mfugaji, kuku wako alishawahi kusumbuliwa na typhoid, ukaanza kutibia kwa tiba za dukani, sidhani kama ulifanikiwa. Na labda unaweza ukawa haujui typhoid. Typhoid kuku anakuwa anajisaidia kinyesi ambacho kinakuwa kina njano iliyopauka na kijani iliyopauka, pamoja na nyeupe, wakati mwingine unaweza ikawa kama ina nyeupe. Sasa huu ugonjwa ndio huaga unakuwa ni hatari sana unapokuwa unawatibia. Utanunua madawa lakini kuku hawatapona. Ila kuna michanganyo ukitumia ile michanganyo ya asili mikali ambayo ina sulfa nyingi, ndio hawa kuku huwa wanapona. Lakini ukienda kwa dukani huwa hawaponi. Kwa hiyo yule mama alikuja kwangu akiwa kwenye stage ya mwisho kabisa ya kukata tamaa. Nikamsihi tu awe tayari alipe shilingi 10,000 tu, halafu nimpe kitabu cha tiba za asili atengeneze. Mama alikuwa ni mbishi. Yaani alikuwa ni mbishi na alikuwa ni mtu ambaye ameshakata tamaa kabisa. Mimi kitu nilichokifanya, nikamwambia yeye, mimi nitamlipia hii shilingi 10,000, alafu nimpe kile kitabu atengeneze tiba ya typhoid. Kuku wake wakipona atanirudishia pesa yangu. Kwa hiyo yule mama basi alikubali, akafanya hivyo. Akachukua kile kitabu tukampa, akatengeneza tiba, akawapa. Amewapa siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya 3. Nikampa maelekezo yote anatakiwa kufanya nini anapokuwa anatibia typhoid. Kama hujui unapokuwa unatibia ugonjwa wa typhoid, unatakiwa kitu cha kwanza usafishe banda lako, umwagie jivu, kwa sababu unaweza kuwa unamtibia akakutana na kile kinyesi tena typhoid karudi tena kwa kasi. Kwa hiyo nikamuelekeza vizuri kabisa, vyombo vya maji na chakula anyanyulie juu, viwe juu. Labda kama kuna kistuli anaweza kuweka kidogo, sio kikubwa, kidogo ambacho kuku anaweza akapanda akala chakula au akanywa maji. Lakini lile banda lote alisafishe, amwagie jivu. Yaani tu ahakikishe kinyesi hakiwezi kuingia kwenye maji wala kwenye chakula kwa namna yoyote ile. Na pale chini pale kila atakapoona kuku amejisaidia kile kinyesi chenye typhoid, akisafishe alafu akitoe kile kinyesi alafu amwagie jivu. Kwa hiyo nilimpa instruction zote kama hizo. Nikamwambia naomba ufanye hivi kwa sababu mimi nimejitoa. Nimechukua 10,000 yangu nimelipia kitabu, kwa sababu mama alikuwa ni mbishi, alikuwa amekata tamaa, alikuwa anaongea kwa masikitiko makubwa sana. Alisema kuku wake wengi walishakufa kwa huo ugonjwa. Yaani kila siku anaokota kuku wamekufa. Kila siku akienda bandani anakuta kuku wamekufa. Kwa hiyo alikuwa amekata tamaa. Ilibidi tu mimi ndo nitoe hiyo shilingi 10,000 nimlipie hicho kitabu na yeye aweze kuwatibia. Aliwatibia siku ya kwanza, siku ya pili alinipigia simu yeye mwenyewe na akanishukuru sana. Baada ya kunipa shilingi 10,000 alinitumia 20,000. Alisema wale kuku wamepona kabisa typhoid. Yaani kwanza alikuwa anajuta, alikuwa anasikitika kwa nini amechelewa kutujua KingoFarm. Kwa hiyo nataka nikwambie ndugu yangu, kama unasumbuka na huu ugonjwa wa typhoid, utaenda utanunua, utaambiwa Trimafarm utawapa. Utaenda utaambiwa Agrocox utawapa. Utaambiwa sijui ESB3 utawapa. Kama unakutana na hizi changamoto, nadhani kuna wafugaji pia ambao wanakutana na hizi changamoto, kwa sababu ninapenda sana kuizungumziaga hii hoja kwa sababu hata sisi miaka ya nyuma sana, nakumbuka ulikuwa ni mwaka 2022 hivi tulipataga hii changamoto. Ilikuwa msimu wa mvua, ule ndo unaishia.
ulikuwa ni mwezi ulikuwa mwezi wa 12 nakumbuka, ulikuwa ni mwezi wa 12. Tulipata hii shida ya typhoid. Tulisumbuka sana kutibia. Yaani tulisumbuka kiasi kwamba hatukufanikiwa kabisa kwa dawa za dukani. Hatukufanikiwa kabisa. Hapo ndo tulipoanza kuintroduce tiba za asili na tukaona tiba za asili zina nguvu kuliko dawa za dukani. Kwa hiyo kama na wewe pia unaishi changamoto ndugu yangu, andaa majani haya. Uwe na mwarobaini. Kama hapo ulipo hapana mwarobaini, basi hakikisha unakuwa kuna aloe vera. Kati ya haya majani mawili, basi hakikisha moja wapo lipo. Kama sio mwarobaini, basi hakikisha aloe vera ipo. Lakini pia kwa upande wa kwanza, kwa upande wa pili, hakikisha kuna mpera au mashona nguo. Yaani hizi ni tiba nakutajia ambazo huwa ziko vizuri zaidi kwenye hilo eneo lako. Kama kuna mwarobaini au aloe vera ni kundi la kwanza. Kundi la pili, hakikisha kuwe kuna mpera au mashona nguo au mpapai. Mpera, mashona nguo na mpapai. Hivi vyote viwe kundi la pili. Kundi la tatu, hivi vinapatikana tu kwa urahisi. Utaongeza kitunguu saumu, tangawizi pamoja na pilipili. Hivi vya kuongeza sio tiba, ila mara nyingi vina support hii tiba iende ikafanye vizuri. Kwa mfano, kitunguu saumu kina support kitu kile ambacho umempa kuku kiende kikafanye kazi effectively kama ambavyo umekusudia. Lakini pia kuja kwa tangawizi huwa inaongeza hamu ya kula. Japokuwa na venyewe vinasaidia kukinga haya magonjwa, lakini pia havina nguvu sana kwenye kutibu ugonjwa wa typhoid. Venyewe sana ni kusupport ile dawa ambazo zina jamii ya sulfa ziende zikafanye kazi vizuri kwenye kutibu hii miharo. Ni hivyo na pilipili nayo ni hivyo kuongeza ladha, yale maji yale waendelee kunywa kwa sababu kuku anapokuwa ameumwa sana mara nyingi anakuwa hana hamu ya kula. Anaweza akanywa maji mara moja akaacha. Lakini ukimwekea hii tangawizi na pilipili huwa inamvuta arudi tena akanywa yale maji. Kwa hiyo kwenye hili kundi la kwanza utachukua kitu cha kwanza, yani kitu kimoja sio cha kwanza ambacho utakuwa nacho. Kundi hili la pili pia utaangalia ni kitu gani ambacho wewe unacho. Lakini hapa kwenye kundi la pili kama ulikuwa unanisikiliza vizuri, nimetaja mashona nguo, nimetaja mpapai na mpera. Hapa kwenye kipengele hiki ukipata mashona nguo ni best. Yaani mashona nguo ndio yanaharakisha zaidi kutibu. Hata ile siku ya pili tu utaona matokeo mazuri. Hata yule mama yeye alitumia mashona nguo. Mashona nguo hapa huaga yanaenda haraka sana. Kundi la tatu ndio utaweka hivyo vyote, tangawizi, kitunguu saumu pamoja na pilipili. Ukipata na carrot sio mbaya kwa sababu ya kuendelea kuboost ili ule kuku aendelee kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Ukishakuwa na huu mchanganyo wote, blend vizuri kabisa. Kama una kinu twanga. Osha majani yako vizuri, twanga yasagike vizuri kabisa. Kama ni blend kwenye blender basi ya blend yasagike vizuri kabisa, alafu nenda kaweke kwenye maji yao ya kunywa. Baada ya kufuata hizo procedure zote ambazo nimekutajia za usafi, kuhakikisha kile kinyesi hakiwarudii tena. Halafu kama kulikuwa kuna eneo la maji machafu, maana huu ugonjwa kuku huwa wanapata sana kama huwa wanatoka nje, kuna sehemu unamwaga maji labda ya mapovu uliofulia au maji machafu, kuna mtaro, kuku wakiwa wanakunywa yale maji ndio wanapata hii typhoid. Kwa hiyo maeneo wewe nenda kayaclear yote, yaondoe kabisa. Hakikisha hakuna maji machafu yote yanayotiririka hilo eneo, halafu ndio uende ukawatibie kwa hii michanganyo kwa muda wa siku 3 tu. Kuku wako watakuwa wamepona kabisa typhoid na utakuwa umetumia gharama ndogo kuliko kawaida. Yaani gharama ndogo sana kuliko ungeenda kununua dukani. Ukiingia dukani tu utaambiwa nunua ESB3, ukiuliza bei utaambiwa 15,000. Utamaliza pakiti ya kwanza hamna mabadiliko. Ukirudi awamu ya pili utaambiwa badilisha dawa saizi, chukua labda Trimafam, utachukua utatumia hamna mabadiliko. Utaambiwa tumia Amprolium, hamna mabadiliko. Kwa hiyo utaona ambapo ukiweza kutumia hii mimea, yaani hapa kitu ambacho utanunua labda ni tangawizi, kitunguu saumu na pilipili. Hivi ndio vitu ambavyo utavinunua. Na nadhani haizidi hata shilingi 2,000, lakini kuku wako watakuwa wamepona na nadhani ukipata matokeo kama hayo utafurahi kuliko kawaida. Yule mama ambaye alipata haya matokeo alifurahi, aliona kama ni muujiza. Hakuwahi kudhani kama ule ugonjwa ungetibika kwa mimea. Yaani alikuwa tu anajaribu kunipigia aone jinsi ambavyo mimi nitamshauri anatakiwa kufanya kitu gani. Nini alikuwa anataka just apate ile nguvu kwa ile hali ambayo alikuwa anaipitia. Lakini mwisho wa siku akawa amefanikiwa kabisa. Sasa ndugu zangu, ukitaka kuijua michanganyo ya namna hii, ukataka kuzijua tiba mbalimbali za asili, tutafute KingoFarm.
nunua vitabu. Kama ulinunua toleo la kwanza la tiba za asili, kuna toleo la pili pia la tiba za asili ambalo ni muendelezo wa pale kwenye toleo la kwanza, na vitu vingine vimeongezwa, vitu vingine vimeboreshwa. Vyote hivi vyote viko vizuri, unatakiwa kuwa navyo vyote viwili vitabu vya tiba za asili. Na pia tuna kundi la WhatsApp, ada yake ni 8,000. Na pia tuna vitabu vingine, safari ya ufugaji, miongozo yote ya kufuga tunayoangalia hapo kwenye picha. Tuna vitabu vya miongozo ya kuku aina zote kwa kutumia mimea, kwa kutumia gharama nafuu kutengeneza chakula, kila kitu. Kila kitabu ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Na kujiunga na kundi ada yake ni 8,000. Bila kusahau tunauza incubator nzuri. Incubator zetu jamani, ukinunua hautokaa ujutie maisha yako yote. Na bei yake ni nzuri, ni affordable ukilinganisha na ubora wa ile incubator. Kama umeshawahi kutumia incubator za Mchina, toka huko kimbia, tutafute KingoFarm. Nunua incubator za KingoFarm ndugu yangu, utaenjoy na utafurahi maisha. Utafurahia ufugaji, zinafanya vizuri, utotoleshaji ni zaidi ya 90%, ni hardboard za chuma full automatic. Kama unahitaji hizi huduma, chukua namba na utupigie au tutumie.